mazuri kwa watu, basi utazuia mapambano. Tuingie katika kaunti ya Nakuru, mtazamaji. Nilivyokuarifu ni kwamba tuko katika sehemu zote za nchi kukuletea mbashara kile ambacho kinaendelea. Ken Gashuhi yuko ange kutueleza hali ilivyo katika kaunti ya Nakuru. Ken, kaunti ya Nakuru kwa siku za hivi majuzi, wiki kadhaa, miezi kadhaa, imekuwa ikishuhudia maandamano ya njia tofauti, hususan kudai haki kwa wale ambao wamefariki au kutoweka kwa njia moja au nyingine. Hali iko vipi hii leo? Naam, Zubeida, ni kwamba katika maandamano ya siku ya leo vijana wameweza kujitokeza kwa njia kubwa sana, kwamba katika barabara nyingi hapa katika jiji hili la Nakuru vijana wameweza kuzichukua na bado wanafanya maandamano yao, huku maafisa wa polisi wakiendelea na kushika doria kuhakikisha kwamba kuna hali ya usalama. Lakini kulingana na hali ilivyo sasa ni kwamba vijana na maafisa wa polisi wanaendelea kukabiliana, wengine wakirusha mawe na pale maafisa wa polisi wakiweza kujibu na vitoza machozi na kujaribu kuwatawanya vijana hao. Na kwa sasa usafiri katika barabara kuu ya Nakuru kuelekea Nairobi kuelekea Nakuru na pia Nakuru kuelekea Eldoret, usafiri katika barabara hizo mbili kuu umeweza kusitishwa kutokana na maandamano ambayo yanaweza kuendelea kwa sasa. Na katikati ya jiji hili la Nakuru biashara zimeweza pia kusimamishwa kutokana na yale makabiliano ambayo yameweza kushuhudiwa kutoka asubuhi mida ya saa 4 hivi, vijana walipoanza kujumuika katika maeneo tofauti na kujiunga katika vikundi vikubwa na kisha kukabiliana na maafisa wa polisi katika maeneo tofauti. Na kwa sasa tunachoona ni kwamba biashara karibu zote zimeweza kufungwa, maafisa wa polisi pengine wakisalia tu katika maeneo ambayo yanahitaji ulinzi kama vile benki. Hapo tu ndo unapata kwamba maafisa wale wamesimama pale, lakini wengine bado wanaendelea kushika doria wakitumia magari, wengine wakitumia farasi, wengine wakitumia magari. Lakini ni swala ambalo limewacha eneo hili likiwa na hali tete. Hakuna usafiri au shughuli yoyote ya maana ambayo inaendelea isipokuwa maandamano. Na kufikia sasa hatujaweza kuripoti kisa chochote cha mtu aliyejeruhiwa, lakini tunaendelea kuona ni kwamba makabiliano yale yanaendelea kwa kiasi kikubwa. Na hapa niko na mmoja wa wanaharakati ambao pengine anaweza akatueleza jina lake na pengine maoni yako kuhusu maandamano hadi mahali tumefikia sasa. Maoni yako ni vipi? Kwa majina mimi naitwa David Kuria, mimi ni mwanaharakati na tumekuwa katika town kutoka asubuhi tukijaribu kuangalia public order management, na ni ya kwamba maandamano yalikuwa mazuri sana masaa ya asubuhi, lakini wakati watu walianza kuwa wengi, polisi wakaanza kuwapiga na tear gas na watu wakakuwa dispersed, lakini wamekuwa wakigroup. Hata saa hizi bado wanaendelea, na ile kitu tuko ni ya kwamba polisi ni wengi sana ambao wanatembea kwa miguu, wengine wako kwa farasi, wengine wako kwa marori, wengine wako kwa magari, na usalama bado, baada ya watu kupigwa na tear gas, ni kama hata vijana kutoka huko ghettos ambao tunaona wengine ni kama gunsu wamejoin sasa ile maandamano, lakini bado watu wanaendelea kuandamana. Ile kitu ningetaka kusema ni ya kwamba serikali ndio imeprovoke waandamanaji, hawakuwa na maneno asubuhi, lakini sasa dakika hii ni kama imekuwa chaotic kwa sababu kila mahali sasa ni tear gas inapigwa na rubber bullets, lakini hatujashuhudia mpaka sasa any casualty isipokuwa wale pengine wamezidiwa na tear gas ambao imetupwa kila mahali. Pengine ukiangalia hapa umeweza kuangalia kama kuna uharibifu wowote wa mali kutokana na waandamanaji hao? Uharibifu iko kwa sababu wengine naona wamechukua billboards, wengine wamechukua chuma zingine hapa kwa roundabout hii ya Kenyatta Avenue, na inaonekana ni kama iko vijana pia ambao wamekuja na nia ya kujaribu pengine kupora mali hapa town. Na pengine ujumbe wako ni upi katika taifa lote nzima, kwamba kuna vijana bado wanaendelea kuandamana katika maeneo tofauti? Ujumbe wako ni upi kwa vijana nchini kote? Ujumbe ile ningetaka kusema ni ya kwamba wana haki ya kufanya maandamano kwa sababu ilikuwa peaceful, na wanalilia na wanakumbuka wenzao ambao waliweza kuuliwa. Kama hapa Nakuru unajua mambo ya Gen-Z wale waliuliwa, tulikuwa na watu 4 ambao walipigwa risasi, 3 wakakufa na mwingine akarudi akakufa baadaye, na wengine wakawachwa na majeraha.
Kwa hivyo ile kitu ningetaka kusema ni ya kwamba wasiwe violent na wasijaribu kutupia askari mawe, kwa sababu sasa unaona ni kama goons pia nao wameingilia katika hii maandamano ili ionekane ni chaotic. Otherwise mimi naambia pia waendelee na kupambana na hali ya kupigania haki. Sisi tuko pamoja nao. Pengine ujumbe wako kwao haswa katika swala la uharibifu wa mali, kupora mali ya umma, kupora mali ya watu binafsi, biashara ni upi? Hiyo tungeambia watu ambao wanaandamana wasiweze kupora mali za watu ama kuharibu vitu za infrastructures hapa Nakuru, kwa sababu saa hizi hata ukiona ndio inaendelea sasa hapa. Hawa vijana sasa unaona ni kuharibu, wanaharibu. Lakini nafikiria hawa sio waandamanaji, wengi wao ni wale tu wameingia lakini wakiwa na nia pengine ya kutafuta. Shukran sana. Tukiweza kuzungumza na mmoja wao hapa ambao pengine sawa. Shukran sana. Sasa Zubeida, kama unavyoona ni kwamba hali inaendelea kuwa ya mushke hapa, hali dakika yoyote hapa unaweza kupata maafisa wa polisi wanaweza wakajibu kwa kutoa kwa kurusha vitoza machozi, na kwa hivyo nirejesha kwako. Shukran sana Ken Gashuhi akituletea simulizi kutoka kaunti ya Nakuru. Tutarudi kwake muda usio mrefu atueleze na zaidi, kwa sababu nikana kwamba hali imeanza kuvurugika katika kaunti ya Nakuru. Tutarudi kwake, lakini vile vile mtazamaji, katika runinga yako ni picha za moja kwa moja kutoka barabara ya Thika. Vijana bado wanatembea, wengine wanawasha yale magurudumu